أما خطبتنا اليوم إن شاء الله سننطلق من حديث دواعي الزنا. mazungumzo ya hutuba yetu ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala, tutaenda kuelezea na kuzungumzia vinavyolingania zina, vinavyovutia watu kwenda katika zina, vinavyopelekea watu kuingia katika zina, sababu zinazowavutia watu kuzini. Fa inna zina muharramun, hakika ya zina ni haram. Maalumu dhalika min ad-dini bidharura, uharamu wa zina unajulikana jambo hili kuwa ni haram na wala halina shaka kwa yeyote. Fa inna Allah azza wa jalla harrama az-zina qurbuha qabla isali ilayha. Allah subhanahu wa ta'ala biqubhi zina, kuonesha ubaya wa zina, ameanza kuiharamisha kwenye kuikaribia kabla ya kuifika hiyo zina. Haithu qala la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, enyi waumini msikaribie zina, hakika ya zina ni uchafu na njia mbaya. Wa aw'ada al'adhab al'alim liman waqa'a fiha, kuonyesha uharamu wa zina na ubaya wake, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka adhabu fi dunya wal akhirah, duniani na akhira, kwa yule atakaye zini. Haithu qala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma 100 jalda, mzinifu wa kiume, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume ambao hawajaoa, wanyukeni bakora 100 kila atakayefanya hivyo. Hii ni uharamu wa zina na inafahamika katika dini bila ya shaka, zina ni haramu. Sisi hatuendi kuizungumzia uharamu wa zina, bali tunaenda kuzungumzia zile sababu ambazo zapelekea watu kuingia katika zina. Asbabu alwuqu'i fi zina kathira, sababu za watu kwenda katika zina ni nyingi. Sanadhkuru minha hahuna insha Allah, tutataja hapa biidhnillahi tabaraka wa taala. Kabla ya kuzielezea, nianze kutaja moja baada ya nyingine, alafu kisha tutazielezea. Ya kwanza, wa inna awwalaha wa sababuha ar-rais, ya kwanza kabisa na ndiyo sababu ya msingi, huwa al-bu'd 'ani ad-din, ni watu kuwa mbali na dini na mafunzo ya Uislamu. Thaniha, ya pili, wa abrazu asbabi al-wuqu'i fi zina hiya al-imtina' 'ani az-zawaj, sababu kubwa pia ya pili katika sababu ambazo zinapelekea watu kudumbukia katika zina ni watu kukataa kuoa. Thalith, ya tatu, al-ikhtilatu al-muharram, kuchanganyika au kuchanganyikana kuliko haramishwa. Yuaddu ahadu asbabi al-wuqu'i bizina, kuchanganyikana wanaume na wanawake pamoja, hii ni moja ya sababu ya watu kudumbukia katika zina. Sababu ya nne, al-khalwatu bil ajnabiyya, ni mtu kukaa faragha na chemba baina ya mwanaume na mwanamke. Hii ni sababu pia inayopelekea kuingia katika zina. Jambo la tano, tarkul hijabi shar'i, ni wanawake kuachana na hijabu ya kisheria. Hii ni sababu pia min asbabi alwuqu'i fil mahdhuri mithla zina, ni sababu ya kuingia katika mambo yaliyokatazwa ikiwemo zina. Jambo la sita katika yale ambayo insha Allah huenda tukayazungumza yote, itlaqul basar, ni watu kuyaachia macho yao kutizama kila kilicho mbele yao na kukifuatilia. Hii min asbabi alwuqu'i fi zina, ni moja ya sababu kubwa pia ya kuingia katika zina.
Ikhwatul kiram, watukufu wa Islam, asbabu alawwal, sababu ya mwanzo kabisa, min asbabi alwuqu'i fi zina, miongoni mwa sababu za watu kudumbukia katika zina, wa anna awwaluha wa sababuha arrais, ya mwanzo yake na ndiyo sababu ya msingi, huwa albu'du anid din, ni watu kuwa mbali na mafunzo ya dini, ni watu kuwa mbali na kushikamana na dini, ni watu kuwa mbali kushikamana na matendo ya imani, ni watu kuwa mbali kuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu kuwa mbali kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio sababu kubwa ya mwanzo inayopelekea watu kudumbukia katika uchafu wa zina. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie juu yake, kutiba ala ibn adam nasibahu min az-zina mudrikun dhalik la muhal, amewekewa binadamu, amewekewa mwana wa Adam fungu na sehemu ya zinaa, na hilo asipojichunga, asipoifuatilia dini yake, asipokuwa na tahadhari, atakuwa ni mwenye kuyafanya hayo mambo ambayo ni sababu ya zinaa. Falainani zinahuma an-nadhar, macho mawili zina yake ni kutizama. Waludhunani zinahuma alistima', waludhunani zinahuma alistima', na masikio mawili zina yake ni kule kusikiliza. Walisanu zinahu alkalam, na ulimi zina yake ni kule kuongea na mwanamke au mwanamke kuongea na mwanaume. Waliyadu zinaha albatsh, na pia mkono zina yake ni kushika na kugusa. Warijlu zinaha alkhata, na pia mguu washiriki katika hilo jambo na zina yake ni kutembea na kuiendea hilo zina. Walqalbu yahwi, na moyo huwa ndio wenye kutamani na kupenda. Wayatamanna wayusaddiqu dhalika alfarju wayukadhib, moyo sasa ndiyo ambao ni kituo cha mwisho chaweza kuamua ukasadikisha, ukaelekea na kuchukua hatua ya mwisho, au ukapinga na ukakataa. Kitendo cha mtu kutokuchunga macho yake, kitendo cha mtu kutokuchunga macho yake na masikio yake na mikono yake na miguu yake, kuyaendea yaliyo ya haramu, kumfuatilia mwanamke kwa kumtizama, kumfuatilia mwanamume kwa kumtizama, mwanaume kumsikiliza mwanamke na mwanamke kumsikiliza mwanaume, mwanaume kumshika mwanamke au mwanamke kumshika mwanaume, hii ni sababu ya kuzini na ndiyo chanzo kikubwa cha zinaa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anachukua ahadi, mkono wa bai'a kwa wale waliokuwa wakisilimu. Je, mtashikana na dini vilivyo na mtaachana na zinaa? Ili ahakiki kwamba huyu mtu kweli kashikana na dini na yuko tayari kuwa ni mtu wa dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anachukua bai'a kwa wale waliokuwa wanasilimu. Waqad kana mimma yubai' alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rijala wan-nisa, katika mambo ambayo Mtume alikuwa anakula bai'a baina ya wanaume na wanawake wakiingia katika Uislamu, adamu zina, ni kukubaliana kwamba wao wataachana na zina. Qala sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ndefu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaambia, atubay'uni ala alla tushriku billahi shay'a, mwakubaliana na mimi mnaingia katika dini kwamba hamtomshirikisha Allah na kitu chochote. Wala taznun, na mnakubaliana na mimi mnaingia katika dini kwamba mtaachana na uzinifu. Wanasema naam nubayuka fi dhalik, wanaitikia ndiyo, tunakubaliana na wewe katika hilo. Kwa hiyo jambo la kwanza ambayo ni sababu kubwa watu kuingia katika zinaa ni watu kuwa mbali na dini, na lau watu wakawa na imani wataiogopa zinaa na watakuwa mbali na huu uchafu wa zinaa. Ikhwatul kiram, asababu thani,
Sababu ya pili, wa abrazul asbabi alwuqu'i fi zina, na ndiyo sababu ya msingi kabisa ya kuingia watu katika zinaa, hiya al-imtina' ani zawaj, ni watu kuachana na kuoa au kuchelewa kuoa. Anakula mtu, anashiba, ana afya njema, ana mwili uliokuwa salama, hana maradhi, huyu mtu anaacha kuoa na ana uwezo wa kuoa, na huyu ndiye ambaye ana mahusiano ya karibu na wanawake. Yuaddu adamu zawaj hiya sababu raisi liwuqu'i fi zina, inahesabika na inazingatiwa kuacha kuoa, kuchelewa mno kuoa ndiyo sababu ya msingi kuingia katika zina, na kuoa hiya sababu raisi aidan, kuoa ni sababu ya msingi lilwiqaya min alwuqu'i fi zina, sababu ya msingi ya kuwa na kinga ya kutokudumbukia katika zina. Liannahu yuhassin almuslim wa ya'malu ala i'fafi nafsi wa sawniha anil haram, kuoa kuna mzuia muislamu na inafanya kazi kubwa kuoa kuwa ndiyo jambo ambalo linamkinga muislamu nafsi yake na kumkinga na kutumbukia katika haram. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Anasema Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, hakika mtume wa Allah alituambia siku moja, enyi vijana, enyi mabarobaro, yeyote miongoni mwenu atakayefika kuwa na uwezo wa kuoa basi na aoe, na kama hana uwezo ule wa kuoa basi ashikamane na yeye na funga, kwani kitendo cha yeye kufunga kinakuwa ni chenye kuhifadhi macho yake na utupu wake. Fa innahu aghaddu lilbasar, kitendo cha kuoa kinamsaidia mtu ambaye ameoa kuinamisha macho yake na kuto kuyapeleka kutizama yale ambayo hayaruhusiwi. Wa ahsan lilfarji, na inakuwa inaikinga utupu wake kwenda katika zinaa na kutamani zinaa. Wa man lam yastati, na yule ambaye hakuwa na uwezo wa kuoa, bimaana yeye hakuwa na uwezo wa kimwili, hakuwa na uwezo wa kumudu nafaka ya mke, kumlisha, kumvisha na kumhudumia huduma zingine, basi yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam amempa njia, akamwambia fa alayhi bisawm, huyu ashikamane na funga, fa innahu, hakika hiyo funga lahu wija, inakuwa ni yenye kumzuia na kumkinga. Kwa hiyo kitendo cha kijana ambayo ana uwezo wa kuoa akawa anapita huku na kule, akiambiwa kuoa anakuwa anatoa sababu kibao, anakuwa anatoa nyudhuru kibao ambazo ukizitizama si sababu na wala si za msingi. Ndio huyu aliyempangisha kimada, ndio huyu ambaye anampa huduma kila mwezi, ndio huyu anayemnunulia simu, ndio huyu anayelipa vocha, ndio huyu anayenunua dera, ndio huyu anayenunua abaya, ndio huyu ambaye anaweka data katika simu ya huyu binti. Huyu hana sababu, bali amekolea katika uovu, na ndio maana anakuwa haowi. Kwa hiyo sababu kubwa ya watu kuingia katika zinaa ni kuchelewa kuoa na kuto kuoa. Asababu athalith, sababu ya tatu miongoni mwa sababu ya kuingia katika zinaa, al-ikhtilat al-muharram, kuchanganyikana baina ya wanaume na wanawake. Yuaddu al-ikhtilat bin-nisa min ghairi dawabit ash-shar'iyya ahadu asbab al-wuqu' bizina, inahesabika na inazingatiwa kujumuika wanaume na wanawake, kukusanyika wanaume na wanawake pasipo kujali misingi na taratibu za kisheria ya Kiislamu, wakawa wanapigana vikumbo
ima sokoni, ima barabarani, ima kwenye mikusanyiko au sehemu zozote ile, kwenye mashule, kwenye vikao, kwenye mikutano. Hii ni sababu kuu ya watu kuingia katika zina. Fal-ikhtilat, yani kuchanganyikana, tunapokusudia hapa ijtima'u rijal wan nisa, ni kule kujumuika baina ya wanaume na wanawake, ghaira al-maharim, wale ambao wanaweza wakaoana, wale ambao ikitokea mmoja amempenda mwingine anaruhusiwa kisheria kwenda kufunga ndoa naye, fi makanin wahid, wakakusanyika sehemu moja kiasi ambacho wanaweza wakaonana, wanaweza wakazungumza, wanaweza wakagusana, wanaweza wakafanya yoyote ambayo wanaweza wakayafanya. Allah subhanahu wa ta'ala akiharamisha jambo huwa anaharamisha hadi zile sababu ambazo zaweza kupelekea lile jambo lililo la haramu kuendewa. Allah akaharamisha zina na akaharamisha na sababu za kuiendea zina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah anataka awafutie madhambi yenu, wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat, na wanatamani na kutaka wale ambao wanafatizia matamanio ya nafsi yao, an tamilu mailan adhima, kuondoka na kupotoka na kuwa mbali na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ile hali Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insan dha'ifa, Allah subhanahu wa ta'ala anataka awape tahfifu, na ile hali shaitani anawatakia shari, na binadamu ameumbwa akiwa ni dhaifu, hawezi kumudu matamanio ya nafsi yake pale ambapo atakuwa ameikaribia zina. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kaiharamisha zina kuanzia awali, kuanzia kwenye sababu zake, na kuanzia katika yale mambo ambayo yanaweza yakawa ni yenye kumpelekea katika zina. Al-khalwatu bil ajnabiyya, kuwa chemba, kukaa faragha na mwanamke ambaye si mwanamke ambayo ni halali wewe kumwoa, min ahadi asbabi alwuqu'i fi zina, ni moja ya sababu kubwa kuingia katika zina. Wa huwa alkhalwa ma'a imra'atin ajnabiyya, ni kitendo cha wewe kukaa faragha na mwanamke, ni kule mwanaume na mwanamke kukaa faragha, hawaonani na hawaonekani na mtu yeyote. Hili ni jambo ambalo ni sababu kubwa, na ndiyo mambo ambayo yanafanyika katika zama hizi. Wale jamaa akina out wanaotoana na mabinti za watu, na wale mabinti ambao wanatolewa out na vijana, hii ndiyo sababu kuelekea katika chumba cha zinaa. Kitendo hichi kufungamana kijana wa kiume na kijana wa kike, wakaenda bichi, wakaenda katika mahoteli, wakaenda katika marestaurant, wakaenda katika sehemu za kupumzika, hii ni sababu ya kuingia katika zina, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameliharamisha jambo hili na amelikemea kwa maneno makali kabisa. Akasema sallallahu alayhi wasallam, la yakhluwanna rajulun, kamwe wasikae faragha mwanaume na mwanamke. La yakhluwanna rajulun, asikae mwanaume yeyote, bimra'atin, na mwanamke yeyote, illa wa ma hadhi mahrim, dhu mahrim, isipokuwa huyu mwanamke anatakiwa awe na maharimu yake, awe na ndugu yake ambayo anakuwa ni wali kwake huyu mwanamke. Faqama rajulun min ansar, alivyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam haya maneno, akasimama bwana mmoja kwa mshangao mkubwa, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna mraati kharajat hajja, hakika mke wangu ametoka kuelekea hija, wa inni tutibtu fi ghazwati kadha wa kadha, na mimi nimeshajiandikisha kushiriki kwenda kupigana vita kadha wa kadha katika vita ulivyovipanga wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule bwana, intaliq fahajji ma'a imra'atuk, intaliq fahajji ma'a imra'atuk, ondoka nenda fungamana na mkeo ukahiji pamoja naye. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha Mtume sallallahu alayhi wasallam
hakutaka huyu mwanamke aende peke yake katika hii ibada. Hakuruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallama huyu mwanamke akafungamane na wasiokuwa maharimu zake. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine akasema, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, kama haitotokea kukaa faragha mwanaume na mwanamke, illa kana thalithuhuma shaytan, isipokuwa watatu wao katika huo mfungamano baina ya mwanaume na mwanamke anakuwa ni shaitani. Ikiwa shaitani ndio anakuwa ni amiri katika hayo mafungamano, usiulize kitakachotokea. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, iyyakum wadkhulu ala nisa, ole wenu, jiepusheni na kuingia kwa wanawake, jiepusheni kwenda kwa wanawake walikojitenga. Faqala rajulun, mtu mmoja akasema, afaraita alham, Mtume wa Allah, waonaje kama huyu mwanamke ambaye nakuwa naye faragha na kuwa naye mtu mbili, tuko chumbani, ni shemeji yangu, mke wa kaka yangu, mke wa ndugu yangu kabisa, hili unalionaje? Hili pia ni haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, falhamul maut, huyo shemeji mwenyewe, huyo ndio kifo kabisa. Huyo shemeji ndio kifo chenyewe. Unatakiwa ukae mbali naye kama unavyoweza kumkaa mbali na mwanamke yoyote ambaye ni halali wewe kumooa. Huyo mke wa kaka yako, lau leo hii kaka yako akafariki au kaka yako akamtaliki, wewe ni halali ukaenda ukaposa na ni ruhusa ukamooa. Kwa sababu hiyo haifai wewe kukaa faragha na yeye, mkafungamana safari moja, mguu mosi mguu pili, mkasafiri safari ya mbali, mkatoka auti au mkakaa chumba kimoja ikiwa hamna watu wengine. Hicho ni kifo chenyewe, kama walivyosema Waswahili. Alisema mmoja, shemeji huku mnazima taa. Hili ni jambo ambalo ni haramu, haifai. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi anasema, wa innal murada bilhamu, hakika kinacholengwa kwa shemeji hapa, huwa al-akhu wa ibnul akh, huyu ni kaka na mtoto wa kaka. Hao wote tunawahesabu kwamba ni mashemeji. Wal am, na am wa ibnuhu, na mwanaye pia hafai. Wanahuhum, na mfano wa watu kama hawa, mimman laysa bimahrimi, wa katika wale ambao si haramu. Lau huyu mwanamke akaachwa na ndugu yao, wanaweza wakamwoa na wakawa ni halali kwa wao kuoana nao. Ni haramu mwanamume na mwanamke kukaa na shemeji yake. Bali katika jamii zetu tulivyokuwa ni watu ambao hatuchungi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaona huyu si shemeji yake, huyu si mke wa kaka yake, huyu si mke wa ndugu yake. Hili jambo halifai katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim anasema, wala raiba, ni jambo ambalo halina shaka, anna tamkina an-nisa'i min ikhtilat birrijali aslu kulli baliya, ni jambo ambalo halina shaka kuwawezesha wanawake na wanaume wakakaa pamoja, wakajikusanya mkusanyiko mmoja, wakawa hakuna mipaka. Hii ndiyo asili ya mabalaa yote na matatizo yote na uzinifu unaoendelea. Wa shar, na hii ndiyo shari yenyewe. Wa huwa min a'zami asbabi nuzuli al-uqubat, na hii ndiyo sababu kubwa ya kushukiwa na adhabu za pamoja. Kama annahu min asbabi fasadi umuri al-amma wa khassa, na ndiyo sababu ya kuharibika mambo ya watu binafsi na mambo ya kijamii, kwa sababu ya kutokuchungwa hii mipaka ya Uislamu. Wa ikhtilatu ar-rijali bin-nisa, kuchanganyika wanaume na wanawake pamoja, sababu likathrati al-fawahish waz-zina, ni sababu ya kukithiri uchafu na uzinifu ambao unaendelea. Haya ni maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa rahimana jami'an. Ndugu zangu Waislamu, kuchanganyika wanaume na wanawake ni sababu kuu ya watu kuingia katika zina. As-sababu ar-rabi, sababu ya 4, ambayo pia ni sababu kubwa na ni jambo ambalo linachukuliwa kwa wepesi na kwa urahisi kabisa, tarku al-hijabi shar'i, ni wanawake wa Kiislamu
kuachana na vazi tukufu la hijabu ya kisheria. Leo hii kuna maabaya mbalimbali ambayo yametolewa na makampuni yanayoshonesha na kuuza haya mavazi. Haya mavazi ni mavazi ambayo ukiangalia na ukilinganisha na hijabu iliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni baina al-mashriq wal-maghrib, ni baina ya mashariki na magharibi. Ni mavazi ambayo yako tofauti kabisa na yale ambayo yanazingatiwa kwamba hili ni vazi la mwanamke wa Kiislamu, hili ni vazi la binti wa Kiislamu, hili ni vazi la mama wa Kiislamu. Yako tofauti kabisa na wanavyovaa wanawake wa leo hii ni tofauti na ni mbali kabisa na Uislamu unavyomzingatia mwanamke anavyotakiwa kuvaa vile alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, faradha Allahu ta'ala alhijaba ala almar'ati litukhfi zinatiha. Allah amemfaradhishia mwanamke hijabu yake ili afiche yale mapambo yake, ili afiche ule urembo wake, ili afiche ule uzuri wake, ili afiche ile shepu yake, ili afiche ule unene wake, ili afiche ule wembamba wake, ili afiche ile rangi yake, ili afiche kwamba wapi katuna au wapi kabonyea au wapi anang'aa au wapi ameweka rangi yake au wapi kajiweka hina au wapi kavaa kitu gani. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha hijabu, na haya ndiyo malengo yake. Halijawekwa hijabu liwe lenyewe ni sehemu ya kivutio, halijawekwa hijabu liwe ni sehemu ya kitu cha kuwashangaza wale watakao mtizama huyu mwanamke. Lakini cha kushangaza leo hii, hijabu leo hii imekuwa ndio kitu cha kuwavutia watu, kiasi ambacho ukimwona mwanamke lile hijabu lake ukamweka na mwenyewe pembeni, haiwezi ikakustaajabisha sura yake, bali itakustaajabisha lile vazi lake, kwa sababu ni kitu ambacho kimeshonwa kwa namna ya mapambo yanayovutia na yanawashangaza watu. Na hili ndilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza na amemwamrisha Mtume Muhammad na akawaamrisha waumini wengine ulifuata na kutekeleza hijabu. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yurafna fala yudhaina wa kana Allah ghafuran rahima. Ewe nabii, sema kuwaambia wake zako, na Allah kaanza kwa kiongozi mkuu wa dini ya Kiislamu. Ama wale ambao akina sisi tunasema usiniangalie mimi, tizama maneno yangu, na wala usinitazame mimi. Allah subhanahu wa ta'ala kamwanza na mtume wake. Leo hii jamii zetu, mashehe zetu na viongozi wetu, unakuta yeye na familia yake baina al-mashriq wal-maghrib, ni baina ya mashariki na magharibi, vile walivyokuwa hawafanani wala hawaendani. Utazani ni bamedi na shekhe, kumbe ni shekhe na mkewe. Mwanamke yuko vile, shekhe yuko vile, ustazi yuko vile, mkewe yuko vile, ni tofauti kabisa. Allah kaanza na kiongozi wa umma ili awe ni kigizo chema, familia yake iendane na yeye na iwe mfano. Akamwambia, qul li azwajik, sema kuambia wake zako, sio wake tu, wa banatik, na mabinti zako wote kwa pamoja, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini wengine, yudanina alayhinna min jalabibihin, washushe juu yao shungi zao. Dhalika adna, kitendo hichi, dhalika adna yurafna fala yudhain, yatosha kwao
hawatoudhiwa, hawatovunjiwa heshima, hawatokerwa wala hawatofedheheshwa huko nje. Wa kana Allahu ghafurur rahima, na Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Ndugu zangu Waislamu, hijabu ya kisheria ya Kiislamu ina masharti yake. Sio haya mavazi tunayoona leo limedariziwa kila kona na likawa na mapambo kila kona na likawa na manakshi kila kona na likawa ni lenye kumeremeta kila sehemu. Au sio lile vazi ambalo tunaliona mwanamke kavaa kajifunika, lakini shepu yake yote inajulisha yeye ni nani, yeye yukoje. Au ni nyepesi kiasi ambacho chaonesha kila kitu kilichoko ndani ya mwili wake, imebana. Au ni fupi kiasi ambacho akitembea kila kitu kinaonyesha. Hii siyo hijabu. Hii siyo hijabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaiamrisha katika Uislamu. Kwa haraka nitaje masharti ya hijabu ya mwanamke wa Kiislamu. Sharti ya kwanza, satru jamii albadan, iwe ni yenye kustiri mwili mzima, isiwe kuna sehemu zinafunuka zinaonyesha. Hizi hijabu za kuvaliwa na kakitambaa kilichofunika kichwa alafu shingo linaonyesha, kifua kinaonekana, hii siyo hijabu. Hili ni gauni la kumvalia mumeo chumbani ili aweze kukuona vizuri. Antakuna alkathafa wa adama ashafafa, iwe ni nzito, isiwe ni nyepesi kiasi cha kuonesha mwili. Ikiwa ni nyepesi, hii siyo hijabu. Hii ni night dress ya kumvalia mumeo huko ndani, na wala si ya kutoka huko nje wakakuona wanaume. Sharti ya tatu, alfadfadha, iwe ni pana. Ikiwa ni imebana, bado hii tunaiita ni night dress ya kumvalia mumeo huko chumbani kwako, na wala si ya kutokea kwenda katika mikusanyiko ya watu au huko nje. Adamu zina, isiwe na mapambo. Ikiwa na mapambo, hii ni night dress, mvalie mumeo huko ndani. Adamu tibi wal bakhur, isifukizwe manukato na mapafyumu yenye kunukia harufu kali. Ikiwa imefukizwa manukato na ikawa ni yenye kuwekwa mapafyumu yenye kunukia harufu kali, hii ni night dress ya kumvalia mumeo chumbani, na wala sio wanaume huko nje. Ni haramu hiyo nguo. Adamu tashabbuh birrijal, isifanane na mavazi ya kiume. Vazi la mwanamke likifanana na mavazi ya kiume, hili tayari limeshakuwa ni haramu, ameshajifananisha na wanaume na hatakiwi kulivaa. Adamu tashbihi bil kafirat au tashabbuh bil kafirat, lisiwe pia ni vazi ambalo ni katika yale mavazi wanaoyavaa makafiri na wanatambulikana nayo na wanajulikana nayo kwamba haya ni mavazi rasmi ya hao wasiokuwa Waislamu. Adamu kauniha thawbu shuhra, pia vile lisiwe ni vazi ambalo la kujitangazia, kama yale mavazi ambayo hujitangaza nayo wasanii na watu mfano kama hao, kwamba anajulikana ukivaa vazi fulani hili ni la msanii fulani. Hili vazi litakuwa ni haramu, halifai kwa mwanamke wa Kiislamu kulivaa. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sinifani min ahli an-nar, makundi mawili ni katika watu wa motoni. Na Mtume kakiri kwa kinywa chake akasema lam arahuma, haya makundi mimi sijapatapo kuyaona, hayakuwepo. Haya makundi nitakayoyataja kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayakuwahi kutokea katika zama tukufu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akataja qaumun, ni wale watu mahum suyut, wanazo fimbo kaadhnabil baqar, zenye kimo na urefu kama vile mikia ya ng'ombe, yadribuna biha an-nas, hawa ni wale ambao wanawaadhibu watu kwa kutumwa na viongozi na kuwafanyia dhulma jamii yao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kundi la pili, nisaun, ni wanawake
kasiyatun, waliovaa, lakin ariyatun, wako uchi, mumilat, wanatembea wakiumba, mailat, tena myumba ambao ruusuhunna kaasnimatil buht, vichwa vyao vile wanavyoyumba ukiwaangalia ni kama vile nundu za ngamia. Almaila la yadkhulna aljanna, huyu mwenye kutembea kwa kuyumba kiasi hichi na mwenye kwenda akiwa amevaa na ile hali hajavaa, huyu kamwe hawezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajidna rihaha, si tu kuingia, bali watawekwa mbali na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata ile harufu ya pepo ya Allah hawezi wakaipata. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kwamba hijabu ya mwanamke inatakiwa umstiri. Alivyosema kasiyat, wamevaa lakini ariyat, ikiwa mwanamke amevaa na huku ndani vazi alilolivaa linaonyesha picha na rangi ya nguo zingine za ndani au linaonyesha mwili wake, huyu hajavaa. Kavaa lakini nguo imembana, shepu ya mwili wake wote unaonekana, huyu hajavaa. Kavaa lakini kishoti, miundi yake, sehemu za baadhi ya mwili wake inaonyesha, huyu hajavaa. Na ndio huyu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulna aljanna, hatoingia peponi. Ayadhan billah, Allah atuepushe na wanawake wa sampuli hii, na Allah awaongoze wanawake wa Kiislamu waweze kuitambua hijabu ya kisheria na wawe ni wenye kujistiri na vazi tukufu ya Kiislamu. Aqulu ma qad sami'tum fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ikhwati alkiram, usi nafsi wa anfusakum bitaqwa Allah azza wa jalla. Watukufu wa Islam, bado tunazungumzia sababu za kuingia katika zina. Sababu ya mwisho katika sababu ambazo biidhnillahi tabaraka wa taala ilikusudia kuzielezea, miongoni mwa sababu za kutumbukia katika zina, itlaqul basar, ni mtu kuyafungulia macho yake, kuto kuyainamisha macho yake, kuto kuyachunga macho yake kutizama kile kilicho halali na kuacha kutizama vile vilivyokuwa vya haramu. Tumekuwa siku hizi ni watu ambao wana ulevi wa macho. Yaani leo hii ulevi wa macho umekuwa ni kitu chepesi, tunayaachia macho yetu, bali mpaka tusisitizana, tizama pale, unaonaje hapo, hebu angalia, hebu tizama hii, mpaka tuhamasishana, kwa vile tulivyokuwa hatuna haya wala hatuna hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itlaqul basar huwa min ahammi asbabi alwuqu'i fi zina. Kuyafungulia macho na kuyaachia ni sababu kubwa kabisa ya kudumbukia katika zina. Amara Allah bighaddi albasar, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu wainamishe macho, hifadhan ala nafsi, ili watu wahifadhi nafsi zao, min alwuqu'i fi mahdhuri, ili wasije wakadumbukia katika vile walivyokatazwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum, sema kuwaambia waumini wainamishe macho yao na wahifadhi tupu zao, wahifadhi tupu zao. Kitendo hicho cha kuinamisha macho na kuhifadhi tupu zao, azka lahum, ni kitakatishi, kitu ambacho kitatakasa nafsi zao kwa wao. Wewe utakapokuwa unayaachia macho yako, unauchafua moyo wako. Unapokuwa unafatizia kutizama, unaulegeza moyo wako na kutamani kwenda katika zinaa. Na Allah subhanahu wa ta'ala amri hii kawaamrisha wanawake, kawaambia waqul lilmu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadhna furujahun. Ewe Mtume Muhammad, na uwaambie waumini wa kike wainamishe macho yao na
wainamishe macho yao na wahifadhi tupu zao. Kitendo cha kukodolea wanawake au wanawake kuwakodolea macho wanaume, hichi kitendo ndiyo sababu kubwa ya kuendea katika zinaa. Waqad amarana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bighaddi al-basar, na mtume wa Allah ametuamrisha kuinamisha macho an kulli ma yughdibu Allah azza wa jalla, na kila lile linalomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, bilidafati ila al-ijtinabi kulli tariq almuaddiyati ila alfitna, na mtume ameongezea kutukemea na kutahadharisha na kila lile ambalo linatupelekea katika fitna. Mtume anasema iyyakum waljulusu fi turuqat, jiepusheni kukaa njiani, jiepusheni kukaa vijiweni. Faqalu ya rasul Allah, wakasema ewe mtume wa Allah, ma lana min majalisina bud, tuna lazima ya kukaa katika vikazi hivyo, tuna maongezi tunaongea, tuna story tunapiga, natahaddathu fiha, tunazungumza tu. Faqal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha abaitum alla illa, mkikataa isipokuwa mkae tu katika hivyo vikazi, huo uko katika hivyo vijiwe, fa'atu at-tariqa haqqahu, kama mapaswa kuchunga haki ya njia. Qalu wama haqqu at-tariq ya rasul Allah, ni ipi hiyo haki ya njia ewe mtume wa Allah? Tutakapokuwa tuko njiani, tumesimama, tumekaa, tupiga story, haya haki ya hiyo njia ni ipi? Qala ghaddu al-basar, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, jambo la kwanza ni kuinamisha macho, ni wewe kutokutizama huyo mwanamke anayepita, kutokufuatizia. An-nadharu al-ula laka wa athani alayka, ile kuona kwa mara ya kwanza ni la kibinadamu, ile kufuatizia mara ya pili ukawa unamfuatizia kwa mtizama mpaka anapoishia, hili ni la haramu, na hili ndilo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza. Wakaful adha, ukiwa njiani, ukiwa kijiweni, jizuie na kuwaudhi wapita njia na wale ambao wako njiani. Waraddu salam, na kuitikia salamu au kutoa amani, usiwe ni mtu mwenye kuwafanyia maudhi wale wanaopita. Wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, na pia kama utakuwa uko kijiweni, amrisha mema na ukataze maovu. Lakini vijiwe vyetu leo hii ni vijiwe vya wasengenyaji, ni vijiwe vya watu wa mbea, ni vijiwe vya watu wahamisha maneno kutoa huku na kupeleka kule, vijiwe vya kufuatilia watu, vijiwe vya kuwasonya watu, vijiwe vya kuwasengenya watu. Hivi ndivyo vijiwe tulivyo navyo leo hii. Tukatae tukubali, ni wasengenyaji wazuri. Kila anayekaa kwenye kijiwe ana tabia hii. Abaitum amradaitum, mmekataa mmekubali, hivyo ndivyo ilivyo. Wallahi, tuepuke na tuchunge haki za njia. Kuinamisha macho, tunatakiwa tuinamishe macho tunapokuwa tuko vijiweni. Si tu ukiwa kijiweni, ukiwa unatembea barabarani unatakiwa uinamishe macho yako. Sikwambii utembee kama kondoo ukiinama njia nzima, usiyatizame yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha, kwa kumfuatilia huyu mwanamke, kwa kumtizama shepu yake ikoje, ana rangi gani, ana unene kiasi gani, mwembamba kiasi gani, ana kimo gani. La, hilo halipaswi kama wewe mwanaume wa Kiislamu, bali kwa kuwa na imani unatakana ukitizama mara ya kwanza ugeuze macho yako na wala usipeleke tena macho yako kumtizama huyo mwanamke. Na hali kadhalika kwa wanawake, wasiwafuatilie wanaume, ana kifua kiko kiasi gani, ametuna kiasi gani, ameenda hewani kiasi gani, au ni njemba kiasi gani. Hiyo tabia kwa mwanamke wa Kiislamu ni haramu. Hapasi mwanamke kumfuatilia mwanaume kiasi hicho, bali anatakana akimwona ainamishe macho yake na awe na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك الإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.